Na mtume mwenyewe ameandikia barua akawatambua kwamba ni Wakristo. Akaita watu wa kitabu, watu wa Ethiopia, mfalme Najashi ni Wakristo, Qur'ani mwatambua ni Wakristo. Kama ujumbe wa Yesu ulikuwa ni kwa Waisraeli pekee yake, kwa nini mtume hawatambue wa Ethiopia, hawatambue wa Roma, hawatambue na Wamisri kwamba ni wafuasi wa Yesu, kwa maana kwamba ni Wakristo, yani wafuasi wa Masihi? Ni siku nyingine tena tupo na Sheikh Abubakar Kada. Tunafanya kipindi kingine. Leo ni kuhusiana na Yesu Kristo, au wenyewe Waislamu huwa wanasema Nabii Isa bin Maryam. Nabii Isa mwana wa Maryam, ambaye Wakristo wanamchukulia kama Mungu katika mwili, Waislamu wanamchukulia kama mtume wa Mwenyezi Mungu. Mimi nataka tujikite hasa kwenye kipengele kimoja kwamba Yesu Kristo alitumwa kwa ulimwengu mzima au alitumwa pale Israeli tu, hasa kutokana na yale ambayo tayari alishapita, watu vipindi vingi wamefanya. Wakristo wanasema Yesu alitumwa kwa ulimwengu mzima na ni kwa wakati wote, na yeye ndiye wa mwisho. Wakati Waislamu wao wanasema alitumwa tu pale Israeli na utume wake unaishia pale, na kwa kipindi chake ambacho kiliishia kipindi hicho, ambaye anakuja kuwa kwa ulimwengu mzima ni mtume Muhammad. Kwa hiyo mwalimu, karibu sana, tujaribu kuliweka hili jambo sawa kutokana na wewe ambavyo huwa unasoma na unaona. Mwalimu, habari za leo, wasalimia watazamaji wetu. Naam, kwanza niseme asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kwanza, kama ilivyokuwa desturi, mimi mwenyewe ni Muislamu, na katika Uislamu wangu mimi ninaamini kabisa kwa mafundisho ya awali kwamba Yesu alitumwa kwa Bani Israeli, na aya zipo. Zinasema Yesu alikuwa ni mtume kwa wana wa Israeli. Zipo. Lakini hilo peke yake halitoshi kuthibitisha au kutoa uhalali kwamba watu wengine kwa zama za Yesu lakini kwamba hawakuwa na haki ya kumwamini mtume wa Mungu ambaye ni Yesu. Kwa hiyo tunasema kwamba aya zimesema kwamba Yesu katumwa kwa Israeli, lakini haya haijaishia hapo. Bado inamaanisha watu wengine, kwa sababu tunaona kwamba Yesu alipokuja pale Israeli watu walikuwa mchanganyiko. Kama unavyojua historia kwamba wakati Yesu anazaliwa, Israeli ilikuwa chini ya utawala wa Roman Empire. Na Roman Empire imeanza kutawala Israeli mwaka 168 BC. Japo kipindi kile ambapo Waroma wanatawala pale Israeli, Waroma waliweka magavana. Mfano kina Herode walikuwepo pale. Na huyu Herode alikuwa ni kizazi cha Esau. Hakuwa mzungu. Herode yeye mwenyewe asili yake ni Muedom. Alikuwa ni katika kizazi cha Esau, lakini aliwekwa na Waroma pale kuwatawala Wayahudi. Lakini vile vile pamoja na kwamba yeye huyu Herode alikuwa kwamba amewekwa pale na Waroma kwenda kuwatawala Wayahudi, lakini yeye Herode mwenyewe alikuwa katika dini ya Kiyahudi, Judaism. Kwa hiyo alikuwa na watawala Wayahudi lakini kwenye dini ya Kiyahudi. Japokuwa yeye mwenyewe si Myahudi. Na kama umesoma historia utaona kwamba huyu Herode aligombana na Yohana Mbatizaji. Baada ya Yohana Mbatizaji kumkemea kwamba uruhusiwi kumwoa mwanamke. Lakini katika ile bifu kama unavyosoma katika historia, ilikwenda ikafika mahala sasa kwamba yule mke wa Herodia Herodia ambaye ni mke wa Herode akafanya fitna siku ya birthday. Baada ya kucheza vizuri, Herode akamwambia omba unachotaka binti yake. Binti yake akaambiwa na mama yake omba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji ambaye ni nabii haya akakatwa kichwa kwa fitna ya mwanamke. Lakini huyu Herode ambaye amekemewa na Yohana ambaye ni Muisraeli, yeye si Muisraeli wa moja kwa moja, yeye ni mtoto wa Esau ukoo mwingine kupitia kwa Nabii Ibrahim, lakini alikuwa pale na anafuata dini ya Kiyahudi. Lakini ule ujumbe wa Yohana ulikuwa unamhusu. Sasa tunakuja katika utaalamu sasa. Kama kweli Yesu katumwa kwa wana wa Israeli, alitumwa kwa wana wa Israeli nchi au alitumwa kwa wana wa Israeli jamii? Lazima mtu aeleze vizuri. Watu wao wanasema ni jamii ya Waisraeli. Yaani wewe ukiwa Muisraeli haijalishi upo Misri au upo Tanzania, kwamba Yesu anakuhusu moja kwa moja. Ni kweli. Aya imesema wa rasulan ila bani Israeli, na tulimfanya mtume kwa wana wa Israeli. Sasa basi, aya hii iko sahihi, ila mtu anaweza katika kufafanua sasa, mtu anaweza kasifafanue vizuri. Ni kweli Yesu ametumwa kwa wana wa Israeli, lakini bado aya hii inaonyesha watu wengine wanahusika. Mfano kama nilivyosema katika maelezo yangu hapa, Waroma walikuwa wanatawala pale. Kama wanatawala pale, Yesu aje atangaze dini,
wao wanaabudu masanamu. Hivi kweli ujumbe wa Yesu usiwafikie na wakatakiwa kufuata? Kwa hiyo kuna kitu kimoja cha msingi ambacho kinatakiwa kieleweke vizuri sana, kwamba hata ukisoma tafsiri za Qur'ani, tunaambiwa na Ibn Kathir ambaye ni mfasiri mkubwa wa Qur'ani kwamba Yesu aliwahi kuwatuma wanafunzi wake kwenda kijiji cha Antiokia kwenda kuhubiri dini na kuwafikishia watu ujumbe wa Mungu. Okay. Na huko Antiokia ni mpaka wa Syria na Uturuki. Okay. Wakaenda kuhubiri dini kule, wakafikisha ujumbe wa Mungu kule, imetajwa katika surati Yasini. Okay. Na hao wanafunzi wa Yesu wametumwa kule, wameitwa mursalin na Qur'ani, kwamba ni wajumbe wa Yesu. Na tafsiri zinasema ni Yohana na Petro pengine walitumwa na Yesu. Sasa kama Yesu katumwa kwa wana wa Israeli peke yake, kwa nini hawatumwa wanafunzi waende Antiokia? Okay. Kwa hiyo sasa unaposema neno Israeli katika utaalamu wa kisarufi na lugha ya Kiarabu, hiyo inaitwa taghlibul ismu, jina lililoshinda. Unaelewa hiyo lugha ninapozungumza? Hapana. Nikisema jina lililoshinda, maana yake kuna baadhi ya maeneo linatumika jina moja ambalo ni lenye nguvu. Okay. Kwa mfano, nikisema ameenda kwenye kahawa. Ndio. Ameenda kwenye kahawa. Mtu ameelewa kwamba ameenda kwenye nini? Kwenye kahawa. Lakini pale kwenye kahawa kuna kashata, ndio, kuna maandazi, hata kama kuna chapati na tangawizi, lakini jina linalotumika kahawa, hiyo inaitwa taghlibul ism. Okay. Kwamba jina lililoshinda ndio hutumika, lenye nguvu. Tunasema nimekunywa chai, hajataja mkate. Na kwa mfano mwingine unaelewa vizuri. Kwa mfano ukisema watu wa kusini, watu watataja wa Makonde. Ndio. Kwamba wewe Makonde. Ndio. Kama wanatoka mikoa ya kusini, watu kwa sababu wa Makonde ndio jina lenye nguvu. Okay. Linatumika. Ukitaja kwa mfano mtu umetoka wapi? Nimetoka Moshi. Ndio. Watakwambia wewe Mchaga. Ndio. Lakini pale kuna Wapare, kuna Wakahe, kuna Wagweno. Kwa hiyo taghlibul ismu, jina liloshinda pale ni Wachaga. Okay. Ukitaja mkoa wa Bukoba tu au mkoa wa Kagera, watu wanachukulia kwamba ni Wahaya. Ndio. Japo kuna makabila mengi pale. Ndio jina liloshinda linalotumika. Kwa hiyo hata ukisema Yesu kwa wana wa Israeli, sawa, ndio jina ambalo ni maarufu pale lililoshinda. Hata kule kwa Muhammad ameitwa Mwarabu kwa sababu taghlibul ism, jina lililoshinda pale ni la Waarabu. Hata kama yeye sio. Kama nilivyotoa mfano kwenye kahawa, kuna kashata hazitajwi pale, la inatajwa kahawa kwa sababu ndio imeshinda. Kwa hiyo hivyo ndivyo tafsiri inatakiwa iwe. Yesu katumwa kwa wana wa Israeli, sawa, pale ndio alipoanza misheni yake. Lakini watu wengine wanakataza kufuata ujumbe wake. Kwa sababu hata Mtume Muhammad alipokuja alianza kwa Waarabu, baadaye ndio watu wengine. Na Qur'ani imesema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum. Yeye ndio alipelekwa Mtume Muhammad kwa watu wasiojua kusoma na kuandika ambao ni Waarabu. Lakini wa akharina minhum, kuna watu wengine watakuja kuungana naye, ndio si watu wa mataifa ambao si Waarabu. Okay. Ambao ni ulimwengu mwingine au ulimwengu mzima. Kwa hiyo Yesu ukisema katumwa kwa wana wa Israeli kwa maana ya kuanzia misheni yake pale, sawa. Okay. Pale si kwao, ameanza pale. Yeah. Lakini baadaye sasa ule utume wake au wanafunzi wake hawazuiliwi kwenda kwa mataifa mengine, na ndio maana walienda. Kwa hiyo kitaalamu unatakiwa useme Yesu katumwa kwa wana wa Israeli, lakini ujumbe wa Yesu ulitoka nje ya Israeli. Kwa hiyo watu walimwamini Yesu katika mataifa mengine. Na ndiyo maana utaona kwamba hata Nabii Isa alituma watu huko Antiokia kwenda kuhubiri dini. Kwa hiyo mpaka anakuja Mtume Muhammad huko Arabuni Wakristo wapo, Ethiopia Wakristo wapo, Misri Wakristo wapo. Na ninaposema Wakristo naelewa vizuri. Maana watu wengine ukitaja Wakristo wanakuwa na ukakasi kidogo. Ninaposema Wakristo maana yake wafuasi wa Yesu. Okay. Au wafuasi wa Masihi Ibn Maryam. Ndio maana ya Wakristo ni wafuasi wa Yesu. Sasa mtu mwingine ukisema ukitaja Wakristo huyu jamaa mbona anawataja ndio nani yeye ameitwa Masihi. Okay. Kwa hiyo ni Kiebrania au Kiarabu maneno Masihi. Kwa hiyo Wagiriki wakaita nini? Kristo. Maana ni ile ile tu. Kwa hiyo usipate shida na maana. Ndio maana hata Qur'ani ya Kiingereza imemuita Yesu Christ. Wakiwa na maana ya Masihi ile ile. Sasa wao usigombane na majina. Kwa hiyo tunaposema wafuasi wa Yesu, baada ya Yesu, wanafunzi wa Yesu walitoka wakaenda katika miji mingine wakaenda kuhubiri dini. Sasa kwenye lile katazo la mwanzo sasa, kusema eti kwamba Yesu katumwa kwa wana wa Israeli asiende kuhubiri sehemu nyingine, hapana. Yesu ametumwa kwa wana wa Israeli, ndio nyumbani kwake alikuanzia pale, na aya zimesema hivyo, lakini bado wanafunzi walivuka mipaka wakaenda kuhubiri sehemu nyingine. Okay.
Na watu wakamwamini, na hata Qur'ani ilipokuja baadaye haikusema kwamba jambo hili ni baya. Kama kitendo cha wanafunzi kutoka kwenda nje ya Israeli, Qur'ani imewaita bado ni wanafuasi wa Yesu. Ndio maana nilitoa kisa kilichopita katika surati al-Buruj, wale ni Wakristo ambao walimwamini Nabii Isa. Walikuwa ni Yemen, pale sio Israeli. Kwa hiyo hawa walikuwa wanafunzi wa Nabii Isa. Na hata Mtume Muhammad wakati anaandika barua kwa wafalme aliwatambua kwamba wale wafalme wa Roma ni Wakristo. Kwa sababu Muhammad baada ya mkataba wa Hudaibia aliandika barua kwa wafalme. Alimwandikia mfalme wa Misri ambaye anaitwa Mukaukas, alikuwa ni Mkristo. Akamwandikia barua mfalme wa Ethiopia ambaye ni Mkristo. Akamwandikia barua mfalme wa Roma ambaye ni Mkristo, na akaekea aya ya Qur'ani kwamba ya ahlal kitabi, enyi watu wa kitabu, taalau, njoni ila kalimatin sawai bainana wa bainakum, njoni katika tamko lilokuwa sawa baina yetu na baina yenu, tumwamini Mungu mmoja. Akiwaalika katika Uislamu wafalme wa Roma, wafalme wa Misri, wafalme wa Ethiopia, ambao wote hao walikuwa Wakristo. Sasa wewe uko na fikra tu kwamba Yesu alikuja kwa wana wa Israeli, huku kwingine haitakiwi, wewe ndio hujaelewa. Yaani inatakiwa hivi, Yesu alianza misheni yake pale. Lakini baadaye wanafunzi wakapanua ile misheni kwenda maeneo mengine, na hii dini haikatazwi. Hata Qur'ani imesema kuhusu Nabii Musa alipotumwa, aliambiwa idhahabu ila Firauna, nenda kwa Firauni. Katumwa Nabii Musa aende kwa Farao, innahu tagha, Firauni amechupa mipaka. Lakini Mungu kumtuma Musa kwenda kwa Firauni haimaanishi ni Firauni peke yake, mpaka watu wake. Na wana wa Israeli na watu wengine watakao kuwepo pale. Ila Firauni kwa sababu ni taghlibu liism, ndio jina kubwa kama nilivyosema, ndio anatajwa yeye pale. Lakini watu wake wanahusika, Waisraeli walioko pale wanahusika, na watu wengine walikuwepo pale. Ujumbe wa Musa ukiwafikia, wakifuata, wanakubaliwa mbele za Mungu. Kwa hiyo katika utaalamu inatakiwa izungumzwe hivyo, kwamba aya zimeelekeza kwamba Yesu wa rasula na bani Israeli ametumwa kwa wana wa Israeli, lakini hiyo bado inamaanisha watu wengine wanamfuata kwa zama zake. Lakini maana watu wanaelewa vizuri, kwa zama zake Yesu alitumwa kwa wana wa Israeli, aya ilivyosema. Lakini baada ya misheni yake pale, watu wengine pia wanaingia katika utume wake. Sawa, mimi nataka nikusomea andiko moja ili kutoka kwa Mathayo 19 mstari wa 27. Naam. Petro alikuwa anauliza, Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Anamuuliza Yesu. Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu makabila 12 ya Israeli. Hapa napata wasiwasi kwamba Yesu ametumwa kwa ulimwengu mzima, lakini tunaangalia ile mwisho kabisa, mwisho itakuwaje? Wale wanafunzi ambao wanamfuata Yesu itakuwaje? Anakuambia watakaa kuwahukumu kabila 12. Maana yake zinazohukumiwa na hizo kabila 12. Hizi kabila zingine tunakuja kujichomeka sisi Wahehe, tunajichomeka huko kwa Yesu. Tunakuja kuhukumiwa na nani? Na inakuwaje si wenyewe wahukumiwe peke yao kama yeye alikuwa ni kwa ulimwengu mzima? Ndio jina linaloshinda ni Israeli. Na sasa ni kabila moja moja mpaka zile 12 ziishe. Sisi tunaongezeka kwa 13. Kwanza hiyo aya iliposema nanyi mtaketi katika viti 12 mkihukumu kabila 12 za wana wa Israeli. Neno hukumu kwanza lilotajwa hapo inatakiwa lifafanuliwe vizuri. Kuhukumu inawezekana ni kutoa ushahidi tu kwa wana wa Israeli. Kwa sababu siku ya kiyama anahukumu Mungu. Mungu ndio hakimu. Qur'ani imesema watini wa zaitun alaysa Allahu bi ahkami alhakimin. Mungu ndio hakimu mkuu siku hiyo. Safahamu? Mungu atakayehukumu. Kwa hiyo ukisema wanafunzi wetu watahukumu, sawa, watahukumu kwa maana ya kutoa ushahidi, watakuwa mashahidi tu. Lakini ushahidi wao kwamba Yesu alitumwa kwa wana wa Israeli, kwa sababu na hilo limekuja kwa msingi sana, kwamba Waisraeli pamoja na kwamba walitumwa Yesu walimkataa. Sio wote walimkataa. Lakini Waisraeli waliokuwa wengi walikataa, na ndio maana Qur'ani ikasema wa amana taifatu min bani Israeli. Waliamini baadhi ya kundi katika wana wa Israeli, wakafara taifa. Na wengine wakakataa. Kwa hiyo watahukumu kwa maana watatoa ushahidi mbele za Mungu kwamba hawa walifikishiwa ujumbe na huyu mtume wa Mungu. Na ndio hata katika Qur'ani kusoma sura ya 5:111 Mungu aliwaambia wafuasi wa Yesu wale 12, nani atakuwa mashahidi katika kuitangaza dini ya Mungu? Akasema sisi tutakuwa ni mashahidi. Akasema basi shuhudieni. Wakasema tumeshuhudia hakika sisi ni wanyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hukumu ya pale ni ushahidi, si kwa maana ya hukumu ya kuhukumu wewe nenda motoni, nenda peponi. Tafsiri hiyo haipo. Kama mtu ataleta tafsiri hiyo kwamba Petro na Yohana ndio wanapeleka tu motoni na peponi, wewe unaelewa vizuri hapo. Kwa hiyo mimi nasema neno kuhukumu hapo ni kutoa tu ushahidi.
Ukiwa mahakamani, hakimu yuko pale, shahidi namba moja, njoo natoa ushahidi wako pale. Ndivyo wanafunzi Yesu watakavyofanya siku ya kiyama. Sasa kama wanafunzi wa Yesu watahukumu, sawa, tukubaliane na hiyo tafsiri. Bado tunaambiwa Yesu naye atahukumu siku ya kiyama. Ile ya nyingine ulitoa katika ile mada ya juzi, mfalme wa kusini atakuja atahukumu kizazi hichi. Mfalme wa Sheba anakuja na hukumu. Sasa hakimu watakuwa wangapi hapo? Mfalme wa Sheba hukumu, wanafunzi wa Yesu wa hukumu, Yesu wa hukumu, Mungu wa hukumu. Hao wengine wanakuwa mashahidi tu. Hiyo ndio tafsiri iliyokuwa sawa sawa. Kwa hiyo sitafsiriwe kinyume na hivyo. Ndio maana tunasema hivi, kusoma ni mafuhumu, kuelewa. Na kuelewa makusudio sahihi kilichozungumzwa pale, kinatakiwa. Hiyo ndio elimu. Lakini sio unatoa aya tu hukumu, bado hajaleta tafsiri. Tafsiri sahihi ni kwamba kuhukumu atakuwa mashahidi, kama vile Malkia wa Sheba ambaye alimkubali Suleimani ukweli wake kule. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo nafikiri nimekujibu. Kama kuna hoja nyingine utaileta. Umenijibu vizuri hapo. Nataka tuendelee kwanza kuhusiana na Yesu kutumwa kwa ulimwengu mzima. Sawa. Hatuna uhakika kama kwa nini hatuoni kama Waarabu wale walifikiwa na Yesu. Yaani basi hata wajumbe wake walifika kule Arabuni. Au kuna wajumbe ambao walifika kwa Waarabu kwenda kuwahubiria kuhusiana na Ukristo. Yaani ilivyo tunasema hivi, Muhammad katumwa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qur'an nasema tukukuleta wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile uwe ni rehema kwa ulimwengu wote. Lakini Muhammad kaishi Maka na Madina tu. Na ndiko alikofia Madina, yani Muhammad hakufika hata Iraki wakati anahubiri dini. Ameishia Maka na Madina, ameenda sehemu za mwisho labda na Tabuki tukaribia na Syria huko mpakani. Lakini baadaye Uislamu umefika Tanzania. Sasa Muhammad kama Uislamu umefika Tanzania na maana Muhammad katumwa kwangu, lakini Muhammad hakuja physically. Waliokuja hapa ni watu wengine kuja kuhubiri dini. Kwa mimi siwezi nikangania lazima Muhammad aje mwenyewe. Walioniletea Uislamu hapa ni wafuasi wa Muhammad. Na tayari Muhammad kashanihubiria na ujumbe wake ushanifikia. Kwa hiyo sitegemei tena Muhammad aje mwenyewe au Omar aje mwenyewe. Maadamu ujumbe ushafika kwangu mimi, tunasema tayari mahubiri ya Muhammad yashanifikia, ujumbe ushanifikia. Ndio maana Qur'ani kasema wama kunna muadhibina hatta nabatha rasula, kwamba watu hawadhibiwi mpaka wafikiwe na mtume. Lakini huko kote Muhammad yakuja, ila ujumbe wake umeletwa na watu wengine huko. Kwa hiyo hata kule kwa mataifa Yesu akwenda kwa maana ya ulimwenguni, lakini wafuasi wake walipeleka ule ujumbe kwa mataifa mengine. Yeye mwenyewe akwenda wala kufika. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo sasa. Na ndivyo ile tafsiri iliyokuwa sawa sawa. Kwa hiyo ujumbe wa Yesu alianzia pale Israeli, lakini ujumbe wake umepanuka. Umekwenda mpaka kwa watu wengine, wala haikatazwi kumfuata mtume wa Mungu na mafundisho yake. Na ndio maana Qur'ani imesema katika surati Al-Hadidi kwamba hata swala la utawa, kutokuoa na kuolewa, hawa Wakatoliki walilibuni wao wenyewe. Lakini wale ambao walistahimili wakakaa bila kuoa na kutokuolewa, wakaweza jambo hili, Mungu aliwalipa ujira kwa jambo hilo. Sasa kama Mungu anawalipa ujira, ina maana wamekubaliwa katika jambo lao. Lakini hawa pia sio Wayahudi. Kwa hiyo tumeona katika historia inapoonyesha hata watu wa Roma, watu wa Misri, Qur'ani imeweta ni watu wa kitabu. Ni wafuasi wa Yesu. Sasa kama ni wanafuasi wa Yesu na hawa ni watu wa mataifa, kwani ujumbe uliwafikia ujumbe wa Mungu? Ndio, ujumbe umeletwa. Na hawa wafuasi walikuja baada. Na kama wanafunzi wa Yesu wangeelewa kwamba ujumbe wake ni pale Israeli peke yake, basi kwa nini waje katika miji mingine? Na Qur'ani imesema walikuwa mpaka Antiokia. Si maana yake wanaenda kuwatafuta Waisraeli wenzao ambao walikuwa wametawanyika, kwa sababu anasema Waisraeli walikuwa wanapigwa, wanatawanya, wewe nenda huko nenda. Kwa hiyo wao wanaendelea kuhubiri kwa ajili ya Waisraeli wao. Sasa kama hivyo ni sahihi, wakufuatia Wayahudi wakihubiria ni sawa, haina shida. Si wanatakiwa Wayahudi wapate ujumbe wa Yesu? Ndio. Swali letu linakuja kwamba hawa watu wengine ambao si Waisraeli walimkubali Yesu, na Qur'ani na vitabu vyote vinaonyesha kwamba walikuwa wafuasi wa Yesu, hawa vipi? Je, dini yao haikukubaliwa? Ndio maana Qur'ani ikasema hivi katika surati Bayina, ikasema lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Hawa watu waliopewa kitabu, maana yake Wayahudi na Wakristo, walisema hawataacha dini zao walizokuwa nazo mpaka ije hoja itakayobainisha upotevu wa dini zao. Lakini akaja Mtume Muhammad, rasulu minallahi, akaja Muhammad kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yatilu sufa mutahhara, akawasomea kurasa zilizokuwa sawa sawa. Kwa hiyo hawa ni Wakristo na Wayahudi, na hawa Wakristo
Haijalishi kwamba walikuwa Wayahudi au watu wengine. Tunaona kwa katika historia watu wengi tu ambao si Waisraeli walimkubali Yesu na Mungu akawakubali. Kwa hiyo tamko likisema katuma kwa Waisraeli sawa. Maana watu waelewe vizuri hapo. Aya zilizosema Yesu katuma kwa Waisraeli zipo. Ndio. Yeye mwenyewe Yesu anasema sijatuma ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli tu. Lakini je, wale watu wengine ambao walimwamini Yesu walikataliwa? Kwamba wakimpata Yesu wanakwenda motoni? Wanamfuata, ni mtume wa Mungu, ujumbe wa Mungu amekubali wanaofuata. Hiyo ndio inatakiwa tafsiriwe hivyo. Vinginevyo itaonekana mafundisho mengine hayana maana, kitu ambacho si sahihi. Kwa hiyo kuna wanafunzi wa Kristo ambao hata maswahaba waliwakiri kwamba hawa ni wa Kristo na si Wayahudi. Ni watu wa kitabu. Wanaitwa. Turudi kwenye dini kidogo, kwa sababu Wakristo wanasema wao dini yao wanamfuata Kristo mwenyewe. Lakini tena Waislamu wanasema huyo Kristo alikuwa ni Muislamu. Hapo tukiangalia Kristo mwenyewe kwa mila zake tunaona alikuwa tena ni Myahudi. Hii kidogo huwa inakuja inachanganya. Ametumwa kwa ulimwengu mzima, lakini sasa kwa dini ipi labda katika hii? Sisi tukisema dini, kwa maana tunaposema Uislamu, neno al-Islam maana yake ni kujisalimisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mitume wote kwa maana neno Islam walikuwa wamejisalimisha kwa Mungu. Tunasema ni Waislamu. Kujisalimisha kwa Mungu. Na ili lieleweke vizuri sana. Kwa hiyo watu wote walioishi kabla ya Muhammad katikati hapa, kama nilivyosoma sura Al-Bayyina inasema wale waliishi kipindi ambacho hata kama mafundisho halisi ya Yesu yalikuwepo yakachafuliwa, wale pale hawana makosa. Hata kama dini ya original ya Yesu ambayo labda ilikuwa ni Islam, lakini baadaye wakaja watu wakaharibu mafundisho ya Nabii Isa. Hao walioishi katikati kabla ya kuja Muhammad wanaingia katika msamaha wa Mungu, kwa sababu Qur'an inasema wama kunna muadhibina hatta nabatha rasula. Watu ambao hawajafikiwa na ujumbe sahihi wakaenda wrong, wakaenda kinyume na taratibu, hawa Mungu atawasamehe kwa sababu hawajafikishiwa ujumbe ule. Na mimi nasema hivyo kwa sababu Wakristo sasa hivi wanatakiwa mfuate Mtume Muhammad. Sasa hivi. Lakini wale Wakristo ambao walikufa kabla ya Muhammad wakamfuata Yesu wako sahihi kabisa. Wako sahihi na ile halina shaka, na mtu yeyote hawezi kulipinga hilo. Walimfuata Yesu na historia inaonyesha hivyo, na baadhi ya maswahaba wengine, mfano ni ule Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal alikuwa ni ami yake Hadija. Yeye alikuwa ni Mkristo. Huyu alikuwa ni mfuasi halisi wa Nabii Isa. Na alikuwa Mwarabu, lakini alikuwa anaandika vitabu vya Injili, na kuna baadhi ya riwaya zinasema Waraka bin Naufal ni mtu wa peponi. Na ni Mkristo. Sasa kama ni mtu wa peponi na Yesu kaja kwa wana wa Israeli, Ukristo unamhusu vipi sasa? Kwa bado tunaona ujumbe wa Yesu ulikwenda kwa watu wengine. Waraka bin Naufal alikuwa ni Mwarabu. Alikuwa ni Mwarabu, ndio. Alikuwa ni Mwarabu, na sio huyo tu, nimekutajia mfano tu wafalme wa Roma. Mungu Qurani imewaita watu wa kitabu vile vile. Na mtume mwenyewe ameandikia barua akawatambua kwamba ni Wakristo. Akaita watu wa kitabu, watu wa Ethiopia, mfalme Najashi ni Wakristo, Qurani imewatambua ni Wakristo. Kama ujumbe wa Yesu ulikuwa ni kwa Waisraeli peke yake, kwa nini mtume hawatambue wa Ethiopia, hawatambue wa Roma, hawatambue na wa Misri kwamba ni wafuasi wa Yesu, kwa maana kwamba ni Wakristo, yani wafuasi wa Masihi? Kwa hiyo ujumbe wa Yesu hakuishia tu pale kwa Israeli, ulikwenda kwa watu wengine kwa baraka kabisa za wanafunzi wa Yesu. Umenielewa vizuri? Kwa hivyo ndivyo watu wanatakiwa wafundishe watu hivyo. Isipokuwa tuseme ukweli kwamba sasa hivi ni zama za Mtume Muhammad, watu watakuwa muamini Mtume Muhammad. Hizi zama za Muhammad. Lakini kwa zama zile Yesu amekuja kwa wana wa Israeli, baadaye ujumbe ukaenda kwa mataifa yote. Kama vile Muhammad ameanza kwa Waarabu. Lakini baadaye wakaja watu wengine, bado sisi tukaingia watu wa mataifa, na aya zipo. Mungu anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwamba tukumleta Muhammad ila kwa ajili ya watu wote duniani. Kwa hiyo mitume wanakuwa hivyo kwa utaratibu huo, ndugu yangu simulizi. Okay, labda tunaangalia katika ule mfululizo wa mitume. Mitume tunajua mafundisho angalau yao yanafanana. Wakati tunasema Yesu ni Muislamu, tunaona sio mafundisho mengi sana ambayo yanafanana na Mtume Muhammad. Tukitoa vile vitendo vya kusema labda alikuwa anasujudu, alikuwa anafanya nini, alikuwa anaingia kwenye sinagogi ambayo huwa mnasema ni msikiti. Hatuoni kama alikuwa anafundisha Ukristo au Uislamu. Tunaona yeye kama alibaki tu kufundisha kuhusiana na Mungu, akibaki kwenye mila yake ya Kiyahudi, vitu ambavyo Wayahudi walikuwa wanavifanya ndivyo na yeye aliendelea kuvifanya. Yaani Yesu kufanya mambo ya mila ya Kiyahudi sahihi, kwa sababu Uislamu kwanza hauji kuondoa mila za watu, mpaka ile mila iwe inapingana na Uislamu wenyewe. Kwa hiyo hata sisi wa Afrika tuna baadhi ya mila zetu zingine tunazofanya hazikataliwi na Uislamu. Kwa hiyo ni kweli walikuwa na mila za Kiyahudi nyingi zinafanyika pale, na Yesu akazikuta,
Hata Muhammad alikuja akakuta mila za Waarabu na akaziendeleza wala kuzikataa. Mfano mimi leo navaa kanzu hapa. Hiyo ni mila ambayo ilikuwa hata kabla ya Muhammad hajazaliwa. Waarabu wanavaa makanzu tu na mavilemba. Manake kanzu sio kwamba ni dini. Sio dini. Sio dini. Hata ya Madina unayoona Sheikh Abubakar kina Umar, maana Waislamu wengine huwa wanachanganya. Ukienda pale Misri, Mkristo anaitwa Saidi, anaitwa Muhammad, anaitwa Abdallah, ni Wakristo. Ni mambo ya mila zao zipo zile, wanafuata zile na wala haziwatoi katika dini zao. Kwa hiyo Yesu alifuata mila ya Kiyahudi, wala haina shida. Lakini kimsingi tunasema kwamba Yesu alayhi salatu wasalam yeye ni Muislamu. Kwa hiyo hata kama Wayahudi wana mila zingine, alafu Wayahudi wale wana mila zao nyingi za Uislamu. Na ndio maana hata Mtume alipokwenda Madina pale, aliwakuta Wayahudi wanafunga siku ya Pasaka, Kiislamu inaitwa siku ya Ashura. Akawauliza, mbona mnafunga siku hii? Wakasema siku hii ndio siku ambayo Musa aliwavusha wana wa Israeli kutoka Misri kwenda katika nchi ya Kanaani. Muhammad akasema basi mimi nina haki kwa Musa vile vile. Na mimi Mungu akipenda mwakani nitafunga. Ndio Waislamu wanafunga kila mfungo 4 siku ya Ashura kwa kufuata Wayahudi walipokuwa wanafanya. Kwa hiyo mila nzuri ya Kiyahudi tunaifuata wala haina shida. Jambo likiwa zuri tunalifuata hata kama kaanzisha Mkristo. Maadamu jambo zuri aliathiri Uislamu tunafuata. Kwani hata manguo tunavaa mengine mashati na masuruali si mavazi ya Wakristo, mbona Waislamu wanavaa? Kwa sababu haitutoe katika Ukristo, katika Uislamu wetu kuna vitu vingi tunavyofuata ambavyo vimeletwa na wazungu hapa, ambapo katika Uislamu havina madhara, tunafuata tu. Kwa hiyo hata kama Yesu alikuwa na mila za Kiyahudi, tunachozingatia yeye alikuwa anafuata dini ile ya Mwenyezi Mungu ya kuamini Mungu mmoja, ambayo tunasema al-Islam. Lakini tunasema mafundisho ya Yesu yalianzia kwa wana wa Israeli, baadaye akaenea kwa watu wengine. Watu wasilizuie hilo, wala wasitumie sana kusema kwamba hili jambo hapana, Yesu kwa wana Israeli peke yake tu. Hayo ni mawazo yako wewe. Lakini ujumbe wake bado ulikwenda kwa watu wengine. Kwa hiyo Wakristo wanatakiwa kufanya kitu kimoja tu, wamkubali Mtume Muhammad kwa hivi sasa. Lakini kwa maana ya Wakristo walikuwepo baada ya Yesu, watu wa mataifa walikuwa halali kabisa kumfuata Yesu. Hilo lazima liwe wazi na watu waelewe hivyo. Vinginevyo mafundisho mengi ya Kiislamu yanaonekana ni si ya ukweli. Na Qur'ani nzima inaonekana ni uongo, kwa sababu Qur'ani imetaja Wakristo wengi tu hapo si Wayahudi ambao walikuwa ni wafuasi wa Nabii Isa. Watu wao wanasema kwamba wale alokitabu si Wakristo ambao hawa tunaowajua. Wanasema hao alokitabu nao bado walikuwa ni Waislamu vile vile. Ukisema alokitabu kwamba walikuwa ni Waislamu si kweli, kwa sababu Qur'ani imesema hivi katika sura ya 5 aya ya 6 kwamba Waislamu wanaruhusiwa kuoa wanawake wema miongoni mwa wale waliokuwa kitabu ambao ni Wakristo. Kwa hiyo ukisema kwamba alkitabu ni Waislamu, wapo alkitabu wasema kwa maana kwamba walisilimu wakafuata Uislamu. Kwa hiyo Qur'ani inasema Mungu analipa ujira mara mbili, kuamini mitume wa zamani na kuamini Qur'ani. Lakini kuna alkitabu wa Kristo ambao pia Qur'ani imeruhusu tuwaoe wanawake wa Kikristo waliokuwa wema miongoni mwa waliokuwa kitabu. Na maswahaba walioa wanawake wa Kikristo ambao walikuwa ni wanawake wema na dini zao za Kikristo hizo. Na swala hili watakuja kupiga kelele watu sana. Lakini ndio Qur'ani imeeleza hivyo. Mnaruhusiwa kuwaoa hata wanawake wema miongoni mwa wale waliokuwa kitabu. Wanawake wa Kikristo na Kiyahudi. Na wana dini zao hizo na maswahaba walioa. Wanasema ukiona kwenye Qur'ani imeandika kabla Ukristo, wameandika kitabu afa kaandika Ukristo, ni katika tu kukufanya wewe uelewe, sio kwamba inamaanisha ndio Wakristo kabisa hawa. Na Qur'ani iliposema katika sura ya 3 ya 64 kwamba enyi watu wa kitabu njooni katika neno lililokuwa sawa baina yenu na baina yenu, tusimwabudu yote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Walikuwa anawaambia Waislamu kwamba Waislamu waje kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja, wakati tayari Waislamu wanamwamini Mungu. Kwa hiyo watu waliokuwa kitabu kwa mujibu wa sura ya 3 ya 64 ni Wakristo, wameitwa watu wa kitabu. Waje katika tamko lililokuwa sawa sawa la kumwamini Mungu mmoja. Kwa hiyo kuna wakati alkitabu wanakuwa ni Wakristo kabisa, watu wa kanisani. Na ndio maana hata ukisoma katika mafundisho ya Kiislamu, hata maswahaba walivyoenda Cyprus, katika kisiwa cha Cyprus, wakati wa Abu Darda alivyotaka Cyprus, waliingia kanisani wakawakuta Wakristo na wakakaribishwa katika karamu ya Wakristo na wakala pale kwenye ile karamu. Wale maswahaba wa Mtume na wale watu wa Cyprus hawakuwa Wayahudi, walikuwa ni Wakristo wa nchi nyingine ya Ugiriki huko. Kwa hiyo tunasema kwamba hilo haliondoi. Watu wa kitabu wanaweza kuwa Mkristo, anaweza kuwa Myahudi, ima Muislamu, alikuwa Myahudi au Mkristo akasilimu tena akaja katika Uislamu. Basi tukisema hivyo tuseme sasa mitume wote walikuwa wanatumwa kwa ulimwengu mzima. Lakini sasa tutapingana na mtu kama Musa ambaye yeye alidili na Waisraeli peke yao.
Musa alidili na wana wa Israeli peke yao, lakini vile vile amri ya Mungu nenda kwa Firauni. Firauni ni Muegypti, ni Mkipti. Okay. Akamhubirie Farao, na Biblia inasema Farao alikataa, moyo wake ukawa mgumu. Kusoma kitabu cha Warumi sura ya 9 ya 18. Okay. Kwa hiyo bado ujumbe wa Musa ulifika kwa watu wa Misri na mafirauni wale. Japo kweli Musa anaonekana anatuma kuwakomboa wana wa Israeli, lakini bado inaonekana watu wa Misri ujumbe unatakiwa wafikie watu wa Misri. Na Firauni mwenyewe alitakiwa muamini Musa. Kama vile Yesu kwa wana wa Israeli, lakini bado watu wengine wanaingia pale katika utume wa Yesu na hakuna kosa lolote. Na ndio maana wanafunzi wa Yesu walikwenda mpaka miji mingine. Tukaona katika kijiji cha Antiokia wakatuma Yohana na wanafunzi wa Yesu wakaenda kuhubiria watu, na wale pale Antiokia hawakuwa Wayahudi. Na unasema hiyo imeandikwa katika Qur'ani ngapi? Surati Yasin hiyo. Surati Yasin, okay. Walipopigwa mfano, Mungu anasema wapigie mfano juu ya watu waliotumwa katika mji mmoja, wakaenda kuhubiri kule katika ule mji mmoja, ndio wakapigwa mawe yule Stefano yule. Okay. Ambayo katika hadithi wanaitwa Habibu Najar. Stefano akapigwa mawe pale. Yule Stefano hakuwa Myahudi, alikuwa ni mtu wa zile nchi. Okay. Kwa hiyo walikwenda kule wakahubiri katika miji mingine. Na hao ni wanafunzi wa Nabii Isa. Kwa hiyo kimsingi tuliseme hilo na watu waweze kuelewa vizuri. Kwa hiyo utume wa Yesu kwa wana wa Israeli aya zimeelekeza, lakini bado watu wengine wanahusika na utume wa mtume. Hata Musa katuma kwa Firauni, idhahabu ila Firauna, lakini watu wa Misri wanahusika. Wana wa Israeli wanahusika. Yeye anatajwa tu kwa sababu ndio mwenye jina pale, ndio mwenye jina kubwa. Kama vile kule Ibilisi kaitwa malaika. Kumbuka Mungu aliposema kuambia malaika wamsujudie Adam, Ibilisi naye ni malaika kwa maana alikuwepo pale. Kwa vile malaika ndio jina kubwa, taghlibu liism likatumika jina lao, na Ibilisi naye alikuwemo pale. Japokuwa yeye hakuwa malaika, lakini anahusika, wanatajwa waliokuwa wengi. Hiyo ndio tafsiri iliyokuwa sawa sawa. Kwa hiyo Waisraeli wametajwa pale kwa maana ya Waisraeli, lakini bado watu wengine wanahusika na utume wa Yesu. Kwa hiyo sasa tunakuja kusema kama Wakristo ambao wanadai basi Mtume Muhammad naye katuma kwa Waarabu tu, na Waislamu wanadai tena Yesu alituma kwa Waisraeli tu. Haya mambo tuweke ni utofauti tu wa muda, kwamba huyu muda wake ulikuwa huu na huyu muda wake ni huu, lakini sio kwamba walikuwa na limit. Hiyo ndio haki, hiyo ndio tafsiri sawa sawa. Kwamba Yesu alikwenda, alipomaliza muda wake akaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuzuia watu wengine eti watu walikuwa zama za Yesu hawakuwa na haki kumfuata Yesu, si sawa sawa. Hivyo ndivyo inatakiwa itafsiriwe hivyo. Sio, umeelewa vizuri? Hiyo ndio tafsiri iliyokuwa sawa sawa. Na wale watu ambao wanahoja wata challenge na watakuja na tutaongea, kwa sababu lengo ni kuelimishana wala si kubishana hapa. Lengo ni kuelimishana, kupeana elimu, na mwisho wa siku na haya mimi ninayozungumza yanatoa challenge kwa watu wazidi kusoma. Tusibaki na akili zile mgando tu. Kama maadamu umekaririshwa hivyo hivyo unakomaa hivyo hivyo tu. Ukimwona mtu anakuwa kinyume na fikira yako, yule sio mwenzetu. Yule sio mwenzetu. Swala hapa sio mwenzetu. Hapa inatakiwa ujibiwe hoja. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo kimsingi tuseme hivyo. Alianzia misheni yake pale kwa wana wa Israeli, lakini baadaye wanafunzi wakatoka nje ya Israeli. Na hoja hii hakuna mtu yote anaweza kuivunja. Ukataa kwamba baada ya wanafunzi wasi kwenda kuhubiria watu wengine ambao si wa Israeli kwamba wale walikataliwa na Mungu. Hapana. Walikubaliwa mbele ya Mungu. Na hata ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, yule Kornelio hakuwa Myahudi. Alikuwa ni mtu mkuu wa kikosi cha Italy huko. Alimkubali Mungu, na Petro akasema tumejua kwamba Mungu hana upendeleo. Kwa maana watu wote wakimkubali Mungu, hata wawe mataifa, Mungu anawakubali. Kwa hiyo Petro pale walimaliza mjadala kwamba watu wa mataifa nao walikubaliwa. Japokuwa mission ni kwa wana wa Israeli, sikutumwa ile kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, lakini bado watu wengine waliingia. Hiyo ndio tafsiri iliyokuwa sawa sawa. Sawa Sheikh, kama tunataka kumalizia tumalize. Mimi niseme tu kwa sababu bado tunaendelea na harakati hizi za dawa, na mimi niko kituoni hapa msikitini. Kwa yote mwenye kupenda kuwasiliana na mimi na kufanya harakati za dawa, ima atoe vyombo kwa ajili ya mahubiri, basi natoa namba ya simu kwa ajili ya kuweza kuwasiliana. Namba yangu ni 0714 82 9191, 0714 82 9191. Na wale wengine muendelee kusubscribe katika channel hii ya Simulizi, channel ambayo inafanya vizuri sana kwa upande wa dini linganishi, comparative religion. Inasimama katikati ya dini zote ili watu waweze kujua ukweli. Kwa hiyo mimi nawasifu kwa kazi iliyotukuka ambayo wanaifanya. Waendelee hivi na Mungu awalipe kila la kheri. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kusubscribe hapo, lakini kadhalika tuendelee kupiga simu na kuuliza. Na kama una swali mtu nipigie simu niulize. Sawa. Twende katika maisha hayo. Kwamba usibaki na fikra moja, fikra ziwe nyingi na wewe akili zinaongezeka. Usiwe kasuku tu kukariri baadhi ya mambo. Kwa hiyo kwa haya machache niseme assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam.